mahakama unafunguliwa mlango rasmi na mkutano na waandishi wa habari unafanyika fungwa. Pamoja na kuwa amri tuliona kuwa ni haramu, pamoja na kuwa amri ile haikuhusu viongozi wote, lakini watawala dhalimu wakaitafsiri kwamba inahusu viongozi wote wa Chadema. Pamoja na kuwa amri hiyo miezi 6 ya ukomo wake ilifika tarehe 10 mwezi Disemba mwaka 2025, lakini watawala batili wakaendelea kutumia vyombo vyao kusimamia amri isiyokuwa halali. Sisi kama chama cha demokrasia na chama kinachoheshimu vile vile utawala wa sheria, hatukutaka kuwapa watawala dhalimu na haramu kisingizio, na tukawa tumefunga makao makuu ya chama kwa shughuli za kiutendaji za makao makuu ya chama. Kwa nafasi yangu ya mtendaji mkuu wa chama, nitangaze kwamba ofisi za makao makuu ya chama kuanzia leo zimefunguliwa tena rasmi, na kazi hapa makao makuu itaendelea kama kawaida. Hivyo viongozi tulikuwa tunawahimiza mara kwa mara viongozi wetu wa chama maeneo mbalimbali ya nchi, kutokana na tafsiri hukumu ya mahakama, kuendelea kuzifungua ofisi za chama, kuendelea kufanya kazi za chama katika maeneo yao kutokana na tafsiri yetu juu ya mawanda na mipaka ya hukumu ile. Lakini bado vyombo vya dola vikawa vinatumika katika kesi ya kiraia ambayo polisi hawakupaswa kuhusika nayo kabisa, kuzuia ofisi za chama kutumika. Hivyo sasa ofisi za chama nchi nzima ambazo zilikuwa bado hazijaja, na kwa kuwa chama hiki ngazi ya taifa akiongozwa na katibu mkuu peke yake. Katibu mkuu ni mtumishi tu akiongoza secretariat ya chama, lakini katibu mkuu juu yake wako viongozi wakuu wa chama kuongozwa na mwenyekiti wa chama yuko gerezani. Chombo kikuu na mkutano mkuu wa chama kikisimama kwa niaba ya wanachama wa Chadema nchi nzima. Kwa ukubwa wa mapito tuliyopitia ya kuzuiwa kufanya shughuli za kisiasa kwa siku hizo 309 au 310, na kwa majukumu ambayo yako mbele yetu, nitangaze tu kwa nafasi vile vile ya mtendaji mkuu wa chama kwamba tunaita kikao maalum cha kamati kuu sana na 20